Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Leo nazungumzia nyota ya mbuzi. Nyota ya mbuzi ni nyota inayohusu kazi na mamlaka. Watu wa nyota hii ni watu wa sheria, sio watu wanaopenda mambo ya ovyo ovyo. Wanapenda mtu mwenye nidhamu katika maisha yao. Sifa za nyota ya mbuzi ndiyo sifa zinazotumika katika uendeshaji wa mambo ya kiserikali na mambo ya taasisi mbalimbali, kwani mbuzi wana sifa zifuatazo. Mbuzi wanapenda nidhamu, mbuzi wanapenda sheria, mbuzi wanapenda kufanya mambo kwenye mwendelezo unaoeleweka, mbuzi wanapenda mambo yenye uhalisia na siyo ya kubahatisha, mbuzi wanapenda kujituma, lakini pia mbuzi wanapenda kuwa kwenye mifumo inayoeleweka. Watu wa mbuzi wakiwa kazini wanapenda mahusiano ya kikazi, maana ni watu wanaofuata sheria, sio bora kazi iende, na hawapendi mahusiano ya kijinga kazini. Watu wa mbuzi wana sifa za umeneja, kazi kwanza, mambo mengine baadaye. Na wakiwa mameneja wanaonekana wanoko sana, kwa sababu wanafuata sheria kazini. Watu hawa sio watu wa kuangalia sura za watu. Watu wenye nyota ya mashuke na watu wenye nyota ya mbuzi wanaendana sana, kwa sababu mbuzi ni mtu wa sheria, mashuke ni mtu ambaye akiamrishwa jambo analifata bila kipingamizi, lakini hilo jambo lazima liwe ndani ya sheria. Ukiishi na mtu mwenye nyota ya mbuzi lazima uwe mtiifu kwake, hapo mtaenda sawa, lakini ukisema uende kinyume na yeye, mahusiano yenu lazima yatakufa. Watu wenye nyota ya mbuzi wanaendana na watu wenye nyota zifuatazo kwenye mahusiano. Wanaendana na watu wa mashuke, lakini pia wanaendana na watu wenye nyota ya ng'ombe. Lakini pia watu wa mbuzi wanaendana na watu waliozaliwa tarehe 5, tarehe 6, tarehe 8, tarehe 14, tarehe 15, tarehe 17, tarehe 23, tarehe 24 na tarehe 26 ya mwezi wowote. Watu wenye nyota ya mbuzi wanafanikiwa katika kazi zifuatazo: kufanya kazi au biashara ya pamoja, kufanya kazi kwa muda mrefu, kwa sababu hii ni nyota ya wakati, kilimo, kufanya kazi kwenye madini, kuuza matofali, kuuza simenti na vifaa vya ujenzi, kufanya kazi kwenye machimbo, kuuza kokoto na kubeba kokoto. Mtu mwenye nyota ya mbuzi akitaka kuwa msanii lazima ajitathmini kwanza, aone kama atakuwa msanii au la, kwa sababu akisema aingie kichwa hii itakula kwake, maana nyota ya mbuzi haipendi mambo ya kubahatisha. Lazima ujiamini kwanza, ujue kwamba una uwezo wa kuimba au kuigiza, ndio uingie kwenye sanaa, sio mambo ya kukurupuka. Leo hii naishi hapa. Msisahau kusubscribe channel hii ili kupata maelezo ya posti za nyota zijazo, kwani yajayo yanafurahisha. Asanteni kwa kunisikiliza.